Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tunamshukuru Allah kwa rehema zake ameturuzuku neema nyingi. Neema nyingi ameturuzuku. Kama tungeziangalia kwa uzuri, ilikuwa inatutosha kila mmoja wetu akajitizama vizuri, awe anayo furaha na aonyeshe kushukuru. Kila mmoja wetu ingebidi ashukuru, angejiona kwamba anazo neema zinamtosha, awe na furaha na aonyeshe kushukuru. Sasa tunachopungukiwa ni nini? Mpaka mtu akawa ana huzuni nyingi, anaangalia wenzake tu, hajitizami alivyo. Tunapungukiwa na kukosa kukinai na kukosa kuridhika. Qanaa, kukinai, kuridhika na alichokugawia Allah kimepungua. Hicho ndio mtu anaangalia zaidi alivyovikosa kuliko alivyo navyo. Kama ungeangalia ulivyo navyo na kuna watu wengine hawana, basi kila mmoja angekuwa anayo furaha na angeonyesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie kuwa katika wale wenye kuonyesha shukrani. Tunamshukuru Allah kwa rehema zake tu, ameturuzuku afya, akili, kuweza kutamka mtu ukajieleza. Una shida zako unatamka, unajieleza. Vyote hivi bure, wala hatulipi. Una afya bure, ulipi. Unaongea bure, ulipi. Na nyingine unatembea pia bure, ulipi. Unavuta pumzi bure, ulipi. Yuko mzee mmoja aliingizwa hospitali, pumzi zimegoma, akaekewa mashine. Alipowekewa mashine kwa muda huo aliowekewa, basi baadaye amekaa vizuri, anatoka anapewa bili. Alipopewa bili ile akalia. Daktari akamwonea huruma, akamfikiria anashindwa kulipa, akamwambia nitakupunguzia. Akazidi kulia. Kilio kikazidi mpaka daktari naye akawa anataka kulia. Mzee, basi nitachukua, nitaingiza kwenye hesabu yangu mimi nikuachie basi. Ndio amemzidisha. Amemsamea, amwambia basi bwana itaingia kwenye hesabu yangu. Yule mzee anazidi kulia, amezidi kulia. Akamwambia, mzee niambie kuna nini sasa, shida nini? Labda huna na pesa ya kulipia dawa. Akamwambia sio hivyo mwanangu, hujui. Mimi nina hela kwa kweli, wewe unijui. Kinachoniliza ni kuona Mwenyezi Mungu siku zote alikuwa ananifanya navuta pumzi bila mashine. Leo nimeingizwa hapa kwa muda mfupi tu, nalipa kiasi hiki cha hela. Ingekuwa siku zote hizi natakiwa kulipa, ingekuwaje? Umeelewa? Ndicho kilichokuwa kinamliza, sio kwamba hana hela ya kulipa. Hela anazo. Anafikiria Mungu amenipa neema ya hela hivi. Leo naambiwa nilipe pumzi
kiwango cha hela kikubwa kwa muda mfupi. Ingekuwa siku zote hizi siwezi kuvuta pumzi, ingekuwaje? Kwa hiyo alipoondolewa ile neema kwa kipindi kile kifupi cha kuvuta pumzi, neema ya kuvuta pumzi, akaijua neema ya kuvuta pumzi bure. Sasa kila mmoja angalia, ana neema ya kuona pia bure, kusikia bure pia, kuweza kuteremsha maji pia unachukua unakunywa bure, kusema maji wakati mwingine watu wanatiliwa kwenye pua, chakula analishwa kwa pua, kwenye mrija puani. Naambia sasa kamlisheni mzee kidude kwenye pua. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu atudumishie neema, azilinde zisiondoke. Kama kila mmoja wetu angeangalia kwa kina neema alizonazo kila siku na ni bure, asingeangalia vile vilivyoko kwa watu ambavyo yeye amevikosa, bali angeangalia na vingapi mimi watu hawana. Na ndio uhalisia. Vingapi unavyo wenzako hawana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatueleza katika hadithi ambayo ameisimulia Abdullah bin Amr, ameipokea Muslim, Imam Muslim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi hii tumeirudia mara nyingi lakini mioyo inataka kukumbushwa. Anasema qad aflaha man aslam, amefaulu. Mtume anasema huyu mtu amefaulu. Mtu gani? Aliyejisalimisha kwa Allah. Kujisalimisha vipi? Kujisalimisha ni hivi: Allah anataka nini kwangu? Anataka ufanye hivi hivi hivi, akasema ndilo hilo ninalofanya. Allah hataki nini kwangu? Hataki hiki na hiki na hiki, sifanyi. Huyu amejisalimisha kwa Allah. Akiwa hivi mtu, Mtume anasema huyu amefaulu. Hatua ya kwanza kufaulu ni hiyo, amejisalimisha kwa Allah, hana mambo ya kwake, anataka ambayo Allah ndio anayoyataka. Hatua ya pili, waruzika kafafan, akaruzukiwa kitu cha kumtosha. Huyu amefaulu. Sio akapewa vingi, amepewa vinavyomtosha. Kupewa cha kutosha manake nini? Pale shida yako ilipo, Mungu amekupa ufumbuzi. Ndio maisha. Nataka kwenda Dar es Salaam, umepata njia ya kwenda, iwe ni kwa baskeli, iwe ni kwa gari, iwe ni kwa treni, lakini umekwenda. Si ndio shida yako kufika? Umekushafika. Usianze kuangalia lakini mwenzangu amekwenda kwa ndege. Wewe shida yako ilikuwa ni kufika Dar. Pengine mlikuwa wote mmealikwa harusi, si ndio? Harusini umeweza kwenda ukwenda? Nimekwenda. Mwenzangu amekwenda kwa ndege, amefika, na mimi nimekwenda kwa basi, nimefika, na mwingine amekwenda kwa treni, amefika. Hapo umeruzukiwa cha kukutosha, umefika kwenye shida yako. Huyo amefaulu. Manake mambo ya ndugu zako si unashiriki? Kama ndugu zako walishiriki kwa ndege kwa nini, lakini na wewe umeweza kushiriki. Wametakiwa mchango, wakatoa. Pengine mlitakiwa katika mchango wa shughuli zenu kila mmoja atoe 50,000. Mwenye uwezo mkubwa yeye akaona mimi ndugu yangu simchangie 50,000, natoa 600,000, natoa milioni, si ndio Akampa milioni, si ana uwezo. Lakini wewe uliambiwa 50,000, umeweza kuitoa ukuweza? Ndio umeruzukiwa cha kukutosha. Huyu amefaulu. Amefaulu kwamba amejisalimisha kwa Allah. 2, ameruzukiwa cha kuweza kumtosha katika shida zake, manake anaendesha maisha. La 3, Mtume akasema waqanna'ahu Allahu bima atahu, na Allah akamkinaisha kwa kile alichompa. Amefaulu mtu. Manake ni kwamba lau kama hakukinai, Mungu amempa 50,000 ya kumchangia ndugu yake, lakini anasikitika, jamaa zangu wametoa milioni bwana. Kwa hiyo wewe ulikuwa unataka sifa, ulikuwa unataka kuweza kuchangia. Umeweza wewe. Jambo lililokuwa linatakiwa na wewe umeweza.
Mshukuru Allah kukuwezesha. Ungekuwa hukuweza ndio ungesikitika, mpaka wenzangu wameweza kufanya kitu mimi sikupata, nasikitika sikuweza kumhudumia ndugu yangu. Lakini umeweza. Kama umekinai hivyo na umejisalimisha kwa Allah na ukapewa cha kukutosha, umefaulu. Huyu mtu amefaulu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kufaulu duniani kwa maneno hayo matatu. Amejisalimisha kwa Allah, maana yake ni kwamba hatomkosea Mungu. Amepewa cha kuweza kumtosha. Hana vurugu na mtu kwamba mwenzangu ana hiki, mwenzangu ana hiki. Hana shida. Wala haweki chuki kwa mtu. Amekinai kwa alichopewa na Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mtu wa namna hii analala raha mustarehe. Lakini kuna watu amepewa cha kuzidi, sio cha kutosha, na usingizi hapati kwa sababu ya kumwangalia mwenzake. Mtazamo fulani ameshika soko bwana. Wewe unataka kushika soko la nini? Jina lake ndio limekuwa liko juu. Kwenye nini? La kwako pia liko juu. Nyumbani kwako wewe jina haliko juu. Si ndio maisha, tupishane. Huyu liko juu pale, mwingine liko juu pale, na wewe liko juu pia nyumbani kwako. Si basi wote tukiwa tumefanana hivi, itakuwa dunia ya vipi? Itakuwa dunia tena kama wote level moja. Choo kikiharibika nani atengeneze sasa? Eleweka au sieleweki? Kuna mambo mengine lazima tupishane, na wote Mungu anawapa riziki kupitia humo, na ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Amewafadhilisha kuwatofautisha madaraja mbalimbali, liyattakhidha ba'dhukum ba'dhan sukhriya, ili kila mmoja aweze kupata huduma kwa mwingine. Ama sivyo? Mimi milionea, wewe milionea, na mwingine milionea. Watu wa namna hiyo wote wakae kwenye mji mmoja, huo mji lazima ufe. Mji wa mamilionea watupu utavunjika. Kuna mambo yatatakiwa kufanywa, wao hawezi, kila mmoja anaangalia pesa. Sharti wawepo wengine sio milionea. Sawa? Watoe huduma kwa wenzao, wao wape pesa, ndio maisha. Sasa hao waliopata khidma zao nao kupata na pesa kutoka kwa wenzao, wakisema na mimi ningetaka kuwa kama vile. Wewe bwana wewe, umeruzukiwa cha kukutosha kupitia kwa mwingine. Mshukuru Mungu hivyo, amekuweka pahali umestirika. Tuko pamoja? Haina maana kwamba mtu useme mimi nimepewa hivi, kwa hiyo sihangaiki kutafuta kitu kikubwa zaidi. Sio, sisemi hilo. Sisemi hilo. Ruhusa ya kuhangaika Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema hangaikeni. Tembeeni huku na kule, muhangaike, mfanye kazi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sawa? Kosa ni moja tu, mkimsahau Mungu humo mnamozunguka. Akamalizia wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wakati mkitafuta hizo riziki na fadhila, mumkumbuke Allah sana ili mpate kufaulu. Tuko pamoja? Naam. Ni kwa maelezo haya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kupitia hadithi aliyoipokea Abu Huraira, ameisimulia, ameipokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Mtume akatwambia undhuru ila man huwa asfala minkum. Mara nyingi au hata mara zote watizameni wale ambao wako chini kuliko nyinyi, mumewazidi. Wala tandhuru ila man huwa fawqakum, isiwe macho yenu ni kuangalia waliokuzidini tu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kuwatizama wale mliowazidi kunapelekea sana mzishukuru neema za Allah, msizidharau. Ukimtizama aliye juu kwa maana ya wivu wa maendeleo, si vibaya, kwamba na mimi nataka nifanye, tupige hatua hapa, safi. Lakini kwamba yeye yuko juu, kwa nini amenipita? Hiyo ni hasad. Usifanye hivyo. Wewe pia kuna watu umewapita. Tuko pamoja? Wivu wa maendeleo ni sahihi. Napenda na mimi niwe hivi ili na mimi nitoe huduma.
Napenda nifikie hatua fulani na mimi niwe kama yeye katika kufanya jambo zuri. Mwenzangu anafanya hivi na mimi niweze. Huo ni wivu wa maendeleo, sio kosa. Lakini kwa nini yeye? Kwa nini asiwe yeye? Ulitaka awe nani sasa? Tuwatizame pia wale ambao tumewapita kwenye neema, ili tusidharau neema za Allah zilizoko juu yetu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutuweka sawa tutambue neema za Allah na tusifanye kibri na jeuri, akatuzindua uzindushi mkubwa sana ambao utakufanya ukumbuke yale tulikuwa tukiyasema tangu juzi. Majina ya Allah yenye sifa utakumbuka. Anasema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia Jabir bin Abdullah al-Ansari, ameipokea Imam Muslim. Mtume alitoa tahadhari akasema, ittaqu dhulma, jikingeni, jiepusheni kudhulumu. Jikingeni kudhulumu, msidhulumu. Fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama, hakika dhulma, kuwadhulumu wengine ni giza kubwa sana siku ya kiyama. Siku ya kiyama, siku ya hukumu, siku ya kupitishiwa hukumu, wewe utaona kumejaa giza. Kwa nini? Umedhulumu. Na inakupelekea kudhulumu kwa lipi? Allah mwadilifu kwenye mambo yake, amefanya vitu vyote kwa uadilifu na anataka uadilifu. Sasa kwa nini wewe udhulumu? Ukilijua jina la al-adlu, mwadilifu, na ukajisogeza na wewe kwa Allah kwa uadilifu, Allah atakupenda mpaka atakutangaza kwamba huyu nampenda, ni mwadilifu. Akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, wattaqu shuha, na mjikinge na pupa au choyo. Kupupia mali kunakopelekea uchoyo. Kupupia manake ni ulafi. Sasa unapupa sana, unapupia kwa ulafi, halafu baada ya kupata pia mchoyo. Msiwe hivyo, jiepusheni hiyo hali. Manake kama unapupia mpaka unakuwa ni mlafi, kila kitu unakitaka wewe, mbona umeshapata sasa mchoyo? Sasa manake bakhili imeingia sasa, si ndio? Ukiwa bakhili unakuwa ni adui hata nafsi yako mwenyewe, pia utajidhuru. Ukiwa namna hiyo ni balaa tayari, umemsahau Mungu. Na ndio pale jana mpaka tukazungumza sifa ya muumini ni sharti. Sifa ya mwanadamu alivyoumbwa, maumbile yake, nafsi inapaparika, sawa sawa, lakini anahitaji nini? Circuit breaker au fuse. Ni ipi? Amwamini Allah vizuri, atekeleze aliyoamrishwa, anarudi sasa kuwa mzuri. Kwa hiyo ukimjua Allah, umemsogeza mwadilifu, na wewe ukajisogeza ukawa mwadilifu, basi zile vurugu zote za kiubinadamu zile zinakaa sawa, unawekwa vizuri. Kwa sababu maumbile yanapaparika, unataka upate, umekwisha pata, unazuia sasa. Sio kanuni ya mali kuzuiwa, kanuni ya mali ni kuzunguka. Kama ingekuwa kila anayepata anazuia, dunia ingekuwa imeharibika. Sharti mali izunguke. Na ndio maana katika hikma za Allah za kukemea kamari ni kurundika mali, haitembei. Sehemu yoyote ambayo kamari ziko nyingi, mzunguko wa hela unakuwa mdogo. Kwa nini? Pana mamilionea wangapi hapa wamekaa kwenye sehemu pesa inazunguka tu mchana kutwa wanacheza, haitembei. Na sehemu nyingine wako vile wamekaa na malaki yao yanacheza, yanazunguka kwa huyu mpaka wa mwisho, ndio baadaye zinaondoka. Sawa sawa. Kwa hiyo watu wamejifungia na mahela, wanacheza nayo. Lakini mahela ambayo kwa kipindi kile kama ingekuwa yako kwenye mzunguko, ingekuwa kuna gari zimejaza mafuta, gari zimebeba mzigo, kuna watu wamepakua mzigo, sawa sawa, mpaka hela zimeshalipwa kwenye ada. Lakini zimekaa kwenye chumba, watu wanacheza kamari, na sehemu nyingine inachezwa kamari, na sehemu nyingine inacheza kamari.
Hawa watu kuna kipindi watakuwa pana hali mbaya sana. Wizi utakuwepo, uuaji utakuwepo, kila kitu kitakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kamari. Na tutizame jamii yetu sasa hivi ilivyo na vijikamari vingi. Imekuwa ina mizigo ya jamii, haifanyi kazi. Hitler katika jambo ambalo alikuwa amewapiga sana wale waliokuwa wako kwake, wale Mayahudi, walipoanzisha kamari kwenye nchi. Kamari kweli. Akasema hao watu wabaya sana, hawafai hao. Sasa katika hikma ya Allah kuzuia kamari, miongoni mwa hekima ni hela zinakuwa zimezuiwa, halafu zinaleta chuki, zimezunguka kwa huyu, halafu zote amezichukua yule. Wote mliokuwa mkicheza pamoja, mnajifanya marafiki, mnaanza kumchukia sasa. Hatoki pale mpaka ana bodyguard. Wanaotaka kumnyang'anya ni kina nani? Ni nyinyi tu. Seko iko pale imeweka watu nje wafanye ubaya. Wattaqu shuha, na mjikinge na ulafi pamoja na uchoyo, kupenda sana kumiliki. Fa inna shuha, hakika huu ulafi na uchoyo huu, kupupia mali, ahlaka man kana qablakum, uliwaangamiza waliokuwa kabla yenu. Hamalahum ala an safaku dimaahum, uchoyo huu na ulafi huu uliwapelekea wakamwaga damu zao, wakauana. Wastahallu maharimahum, wakahalalisha yale ambayo kwao yameharamishwa. Tuzingatie sana ulafi, uchoyo, pupa sana iliyopitiliza inasababisha mambo mabaya kutokea. Kamari ni kitu kibaya, na katika nchi yetu kimeanza kukua. Kimekuwa kweli. Na kamari, unajua mwenzake nani? Pombe, kamari, na mziki na uzinifu vinacheza pamoja, hayo mapacha. Palipo na kamari sana, patanywa pombe sana, patakuwa na uzinifu hauko mbali. Mziki unapigwa ili uvuruge kichwa chao pale, tena mziki unapigwa kwa kelele kubwa. Wawe nda wazimu unapanda, pombe inanywewa. Sasa kama vyote vimekutana hivyo, pana usalama tena? Hakuna. Lazima magereza zijae, zitajaa tu. Alafu kinachotokea baadaye, figo za watu zinakwisha. Sio kunywa pombe tu, kazi kunywa pombe tu, maini yanaungua, manake nguvu kazi inapotea. Watu walichoangalia kwenye nchi, tumechukua kodi kubwa. Kweli kodi kubwa imechukuliwa. Kodi inachukuliwa kweli kwenye sehemu za kamari na uzinifu, unakuwa pamoja hapo kodi zinachukuliwa. Pombe inakwenda kodi ya serikali, si ndio? Lakini kiwango cha kodi na ukilinganisha na madhara yanayopatikana katika jamii ile ambayo imehalalisha vile vitu, madhara ni makubwa. Magereza yatajaa, vijana wataugua, kuna watu watakuwa wamepigwa, kuna na wengine watakufa. Kwa hiyo uhalifu ni mwingi. Allah tulinde na shari hizo. Vikiondoka vitu hivi, jamii inakuwa imetulia. Na vitaondokaje? Ni watu wanapotambua sifa za Allah, wakataka kumtumikia Allah. Mtume anatueleza katika hadithi nyingine aliyoisimulia Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, ameipokea Imam Ibn Majah na wengineo. Sahal anatuambia, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala, akasema, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, nijulishe amali gani nikifanya Allah atanipenda na watu pia watanipenda. Nifanye nini? Amali ipi ambayo inampendeza Allah, halafu hata watu watanipenda nikiwa nayo amali hiyo?
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia amali yenyewe iko hivi: izhad fi dunya, dunia ipe mgongo, iweke huku. Yuhibbuka Allah, Allah atakupenda. Wazhad fima inda nnas, vipe mgongo vilivyomo kwenye mikono ya watu. Yuhibbuka nnas, watu watakupenda. Ipe mgongo dunia, zuhudi. Kuipa mgongo dunia ni vipi? Manake usitafute pesa, usihangaike. Watu wakivaa vizuri wewe usivae, watu wakila vizuri manake wewe usile. Sio hivi. Na kama kuna mtu alibeba mafuhumu namna hiyo, hiyo ni mafuhumu potofu, inapingana na aya. La maneno ya Mtume wala hayapingani na aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni nani aliviharamisha vile ambavyo Allah amevitoa kwa watu. Qul man harrama zinata Allah alladhi akhrajat liibadi, hiyo ameitoa Allah kwa watu. Mapambo, vitu vinavyopendeza, Allah amevileta kwa ajili ya watu, na amevileta, lakini amevileta kwa ajili ya nini? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili awapime nani atafanya vizuri. Kwa hiyo sio uvipe mgongo huvitaki. Sasa ufanyeje? Ni hivi. Zuhudi maana yake nini? Ni kutosheka kwa halali. Unapopata kitu cha halali ukakipata hicho, ukakitaka hicho ni cha halali, kinachoweza kukutosha kikuzuie haramu. Nataka hiki ni halali, sina shida ya hiki. Yani kama hivi, umefungua biashara yako, unafanya, inakupatia kipato cha halali. Wanakuja wale maagenti wale wa kukopesha watu kwa pesa nyingi za riba, wanakuambia, mshikaji, unajua hii unaweza ukapata mkopo wa milioni 200. Hii tayari imeshakaa vizuri. Anakushawishi yeye. Kweli? Njoo weke dhamana tu, utapata. Pale umeanza kupata tamaa sasa ya kupata kipato kikubwa lakini cha haramu. Sasa zuhudi pale ni nini? Zuhudi ni kuridhika na hiki cha halali ambacho mwanzo ulikuwa huna. Umefanya juhudi kidogo kidogo, umeanza kupanda, anakuja mtu kukushawishi upate nyingi ya haramu. Zuhudi ni kukimbia ile. Sawa sawa, hiyo ndio zuhudi. Dunia hapo unaipa mgongo. Bwana, niache niende na hiki kidogo kidogo mpaka Mungu anipandishe hapa. Sio wewe unipe hicho nipate kubwa lakini ni haramu. Kutosheka kwa halali ambayo itakufanya usikimbilie haramu. Na nini jingine? Kutojishughulisha, usijitie uzito kwa jambo ambalo litakufanya uisahau akhera. Usijitie uzito kufanya mambo ambayo yatakufanya akhera yenyewe uisahau. Umejibebesha mzigo huu na huu mpaka unaambiwa hayya ala sala, duka limekuwa kubwa halifungiki. Wa kumweka umwamini hamna. Sharti na wewe uwepo saa zote, ukague kamera. Ukiondoka watu umejizidishia sasa. Sasa utaswali vipi sasa? Umepitiliza. Sharti kila ukipanua, upanue kwa namna ambayo haitokuzuilia kukumbuka na akhera. Sawa sawa? Kuna watu wanajizonga mpaka hata kula hawezi tena. Amejizonga mpaka mambo yamemzidi, hata kula hana nafasi tena. Hana nafasi, anakula iko juu namna hiyo. Ndio nini sasa? Umekuwa mtumwa sasa. Mtumwa wa dunia hapo. Kwa hiyo zuhudi, unapoambiwa ipe dunia mgongo, sio maana yake usihangaike, hangaika, lakini usijitie uzito ambao utakushughulisha akhera uisahau. Upende mali kwa namna zote mpaka usahau kufanya mema. Hiyo sasa dunia umeikabili sasa. Mali umependa mpaka unasahau kufanya mema, huna nafasi tena.
Ukitajiwa unasema njoo kesho, utaniona mwezi ujao. Ulikuwa unaweza sijaweka hesabu vizuri. Huyo anaambiwa hajaweka hesabu vizuri, mashallah yuko vizuri. Kuna mwingine ambaye kitu chake kidogo, ameambiwa mchango ule wa kheri, ameweza kutoa mara moja. Shughuli zake ziko pale pale tu. Hii tayari ametoa. Huyo hesabu zake hazijakaa vizuri. Mpaka inatukumbusha kisa kile ambacho hatukithibitishi kwamba ni cha mtume au nani, cha kutuongeza tu akili. Bwana alikuwa na uwezo mkubwa na ni kiongozi wa jamii, ameugua, mganga wake akampima tu, akamwambia hii bwana, ugonjwa huu likipatikana shati la mtu ambaye ana hali nzuri ya maisha, likipatikana hilo, wewe umeshapona. Na alikuwa anamtega tu, manake wahangaike mpaka wamkose huyo mtu mwenye hali nzuri. Yani mtu burudani kabisa, hali ya maisha kwake hana shida, yuko kwa lugha ya Kiarabu nyepesi, mabsut, yani said, mtu said kabisa, ana furaha, hana mawazo, hana stress. Ukipata shati la mtu huyo ambaye hana ugonjwa wa akili kwa stress, basi wewe hii umepona, hii tutalifanyia kazi, utapona. Mganga huyo, mganga wa kumzingua tu, anamweka sawa kiongozi wake. Kijana alipopewa ile kazi, mwanawe mfalme akahangaika kutafuta, akawaanza watu wote anaowajua wana uwezo pale mjini, watu wake wa karibu, marafiki zake wana uwezo. Kila anayemwendea anamkuta yuko kwenye mahesabu ya hela, anamwambia mashallah, na kuona huko huna shida. Mimi niko vizuri alhamdulillah. Sasa naomba unipe shati, kwa sababu nimeambiwa nikipata shati la mtu ambaye hana matatizo yoyote kabisa. Hivi wewe leo huna shida yoyote? Anasema mimi shida ninayo. Hivi zile hapa na zihesabu hizi, kwa sababu kuna jamaa atakuja kunifuata sasa hivi, sitopata mzigo mpaka, na ananidai tangu juzi, ananifuata. Unifaye. Basi akawafuata wengine, kila anayemfuata ana shida hivyo, mpaka akaona nitoke nje ya mji. Wote wala mahela kibao, lakini kumbe wote hakuna mwenye furaha hata mmoja. Akatoka nje ya mji na gari lake la farasi, anatembea, akasikia kuna mtu analima huko, anaimba kwa mkono, jembe la mkono. Akasema huyu kwa vyovyote yuko burudani. Amevua shati lake, anatoka jasho, pana mwembe mkubwa pale, panafukana moshi. Akamfuata kwenda kumsalimia yule. Umekuja kututembelea leo bwana? Kiongozi wetu umefika shambani kwetu. Ahlan wa sahlan, nimefurahi sana kukuona. Karibu. Akaacha kulima, akaisogelea kwenye mwembe pale, ameweka sufuria yake, alikuwa anataka kupika ugali. Akamsogeza kwenye gogo apumzike. Napika ugali tule. Akapika ugali haraka, dagaa walikuwa wameshaiva. Ugali hauna hata pa kupakulia, wanaula humo kwenye sufuria. Kiongozi naye ilibidi ale, mtoto wa kiongozi. Wakala pamoja, lakini yeye bado ana shida. Wakati wanakula sana, anamuuliza, una shida gani wewe? Akamwambia, mimi niko vizuri bwana, alhamdulillah, kama unavyoniona hivi. Mambo gani yanokusumbua kabisa kwenye kichwa chako? Akamwambia, sina hata moja mimi linalonisumbua kwenye kichwa changu. Mimi nikishaamka niko barabara, afya yangu, nikipiga jembe pale na ngojea mvua ya Mungu tu ije. Akasema, basi wewe utanifaa kweli wewe. Nimeagizwa shati mimi la mtu aliye na sifa kama zako, nipatie shati lako. Akamwambia, hilo shati lenyewe sina mimi. Shati hana. Mtu mabsuti lakini shati hana. Sina shati bwana. Mimi kama unavyoniona hii niliovaa hapa chini hapa, na moja nimeitungika pale, huwa najiziba na ndio ya kujifunika hiyo. Niko hivyo. Burda raha namna hii, hata shati huna. Akamwambia, kama unavyoniona bwana, lakini huna matatizo. Mimi sina matatizo. Akasema, bwana kwa heri. Akafika kuleta taarifa sasa kwa yule mganga wao. Bwana, nimehangaika hivi na hivi na hivi. Ndio akamweleza mzee, sasa anamfumbulia kitendawili. Anamwambia, nilitaka nafsi yako ikinai, ijue kwamba hivi unavyoteseka wewe si peke yako. Dunia imejaa matatizo namna hii, lakini kuna watu wameridhika. Huyo ambaye yuko vizuri kabisa, hata shati hana. Wewe na yeye vipi?
Mmenipata vizuri? Sasa sisi tukijiangalia neema zilizotuzunguka, kama kweli tusipoanza kutizama juu kwa jicho la husda, tuna kila sababu ya kumshukuru Allah sana, kwa sababu kuna neema zimetuzunguka wala hatuzilipii. Ni kweli si kweli? Hatulipi, bure. Sasa zuhudi hapo ni kuipa mgongo dunia, kwa maana usiitolee macho kila kilichoko mbele unakitaka wewe mpaka kikakushughulisha ukamsahau Mungu, ukasahau akhera. Na ukiishughulikia dunia namna hiyo, dunia yenyewe itakucheka. Dunia itakucheka, tena itakutizama, pengine ikushikie na kiuno ikwambie, hivi wewe unijui sawa sawa wewe? Wamepita wengi kushinda wewe. Wengi wamepita hapa. Wewe vurugu zako hizi unazokwenda ufiki hapa wewe. Utakwenda umebakisha siku zako chache, ukifika hapa wewe unaondoka. Itakucheka dunia. Yaani wewe spidi zako zote hizi unafika hapa tu, halafu ukifika hapa unapigwa na malakul mauti pa. Ukishapigwa mimi nakuchukua na kuingiza tumboni. Hata sijashiba kama watakuja na wengine wengi tu. Naeleweka kwa mfano? Si unaingizwa kwenye ardhi, si ndio tumbo lenyewe? Anakuchukua malakul maut, ameshakupiga pa. Basi dunia inakuchukua ardhi, hala haishibi kama inapapasa tumbo na ngoja mwingine. Hii ni fujo. Tusifanye fujo bwana. Hebu tuangalie vizuri, vipimo vifanye kazi vizuri. Isiyo unakwenda mpaka unasahau kwamba wewe hatua zako zinakatika moja moja. Siku moja inaokwisha ya kwako hairudi tena. Na kila siku moja inaokwisha imekusogeza kaburini kwa siku moja. Au ni uongo? Kama ulikuwa una siku zako 100, ikimalizika moja 99 hizo. Kesho inamalizika nyingine, wewe unafurahia mwezi uishe nikachukue mshahara. Wewe unaukimbiza mwezi kuisha, unamaliza na umri haraka haraka. Unazipunguza zile 100. Na mwezi mwingine uishe haraka, nataka mshahara. Ndio zimekwisha hizo 60 hizo. Mara 90 zimekwisha hizo. Kumbe umebakisha siku zako 10. Huna habari, una mipango ya miaka 10. Umebakisha siku hizo 10. Chap unazima pa. Kwa hiyo akaambiwa yule mtu, akaambiwa ipe mgongo dunia, Allah atakupenda. Manake utamkumbuka Allah kila wakati kwamba wewe utakwenda kwake, si ndio? Allah atakupenda. Vipe mgongo vilivyomo mikononi mwa watu. Maana yake ni nini? Usianze kuvitolea macho vitu vya watu na kuanza kusema fulani ana hiki, fulani ana hiki, bwana wale ndio waliopewa na Mungu bwana, wale ndio waliokumbukwa bwana. Wewe sisi no. Ukianza namna hiyo watu watakuchukia. Lakini kama huna habari na mambo yao, kila mmoja na lake, mkusalimiana vizuri na kupendana, hutochukiwa. Hiyo ni amali kubwa sana, nzuri sana hii. Katika hadithi nyingine aliyoipokea Imamu Ahmad na Imamu Tirmidhi, hadithi sahihi, Anas bin Malik anatuambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam alituambia hivi: la tu'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Msishangazwe sana kwa kufurahia mno, yani mkastaajabu, mkaona bwana amepata, kwamba mtu ana mambo fulani anafanya, mkaona huyu basi, mpaka muangalie Mungu amempa amali gani nzuri ya mwisho. Al-a'malu bil khawatim. Sasa mwisho nini? Angalieni yale yake ya mwisho ni yapi. Na ya mwisho baadhi ya nyakati mnaona anakoelekea Mungu amemshika mkono. Kwa matendo haya ndio haya tunaokimbilia. Mwenyezi Mungu amdumishe hapa mpaka mwisho. Kwa hiyo atizameni atamalizia wapi. Kama amemaliza vizuri, hiyo kazi aliyofanya nzuri.
Hadithi hii kaendelea ikasema hivi, wa idha arada Allahu bi'abdin khaira, pindi Allah akimtakia mja khairi, istamalahu, anampa kazi, anamtuma, anakuwa mtumishi wake, anamfanya agent wake, lugha nyepesi. Sasa kuna maagent wa kazi fulani fulani, Allah anamfanya huyu ni agent wangu wa kazi fulani. Maswahaba wakashangazwa na neno hili, kama lau agent, Allah anamfanya mtu agent, kaifa yastamilu, anamfanyaje ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut, anampa taufiki ya kufanya matendo mema kabla hajafa. Manake anamtuma afanye khairi, huyu agent wangu huyu, kufanya hiki. Ukijiona umepewa kazi na Allah unazifanya, muombe Allah akudumishe mpaka mwisho. Sawa sawa, kazi nzuri, ya Rabbi nidumishie hii mpaka mwisho. Niombeeni na dua, Mungu anidumishe. Na niombea Mwenyezi Mungu atudumishie sote, na nyinyi Mungu awadumishe, msikilize mazuri, mfanye mazuri. Amina ya Rabbi. Ukipewa hivyo ukatumwa, basi umepewa taufiki, Mungu akudumishe kwenye hilo mpaka ufe nalo. Kuna watu sasa hivi hapa wako nje, pengine wamekwenda nje wala sikuwa chochote, si ndio? Basi hivi tu. Na kuna mwingine pengine anapiga makelele tu, sikuwa lolote. Sasa Mungu kukupa taufiki, umekaa nyumbani kwake, unasikiliza maneno yake, hilo ni jambo zuri. Amekutuma, ni agent wake wewe, akudumishe kwenye hilo, na atudumishe sote. Amina Rabb. Kuna watu wanaweza wakasema hivi, sasa kama ni Mungu mwenyewe ndo amempenda, si amemchagua mwenyewe, kama mimi sijachaguliwa, lawama iko wapi? Au haitokei? Mungu akimpenda mja, akimtakia khairi, amemfanya agent wake afanye kazi fulani. Sasa yeye ameshampenda, amemchagulia khairi. Mimi kama hajanichagua, sasa lawama mimi kwangu iko wapi? Swali linakuja, kwani naye Mungu humchagua nani akampa hiyo kazi? Hebu tuje katika mambo fulani fulani ya nyumbani. Mtu anaweza kuwa na watoto 4, pengine wote wa kiume, na anao pengine wengine 4 wa kike, na ana kazi nyingi anazotaka kuzifanya. Hivi umpa yoyote kazi, pengine akamfikiria baada ya kufa, mimi uwe wewe? Si anamwangalia yupi ampe? Ni yupi anayemwachia? Anayemwachia ni yule aliyejiandaa kupokea, ndivyo sivyo? Hata mchawi umtafuta mtu ampe mkoba. Wachawi wanasema nakaribia kufa bwana, anamwangalia yupi wa kumpa mikoba? Huyu hapa. Ni yule aliyejiandaa kupokea, ambaye hajajiandaa hapewi. Sasa kuna watu wanajiandaa kwa Allah, mimi nataka ya Rabbi unifanye mtumishi wako, anakuambia nitakupa kazi hii. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah anasema wale wenye kufanya juhudi kwetu, wanayataka mambo yetu, wanafanya juhudi, tunawaongoza njia zetu. Kwa hiyo kule kutaka mwenyewe ndio Mungu naye anakutaka. Kama utaki, utapewaje sasa? Hujajiandaa na hilo, utaki kabisa. Kila Mungu akitaka kushika mkono, na sasa sijamaliza, bado kidogo, sijamaliza riba, sijamaliza. Kwa hiyo atakushikaje mkono sasa? Tuko pamoja? Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wenye kufanya juhudi kuja kwetu tutawaongoza njia zetu. Ndivyo Allah anavyosema. Ndugu zangu, tuangalie vile vitu ambavyo Allah ametupa katika neema, ili tuonyeshe shukurani, neema zipate kudumu. Tusipoonyesha shukurani, neema huwa zinaondoka. Tumalize na hadithi moja aliyoisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, nayo pia huwa tunaipitia mara nyingi kila tukipata fursa za kukutana. Inatufundisha vitu vingi, tuwe tunakumbushana. Napenda sana katika mihadhara yangu, huwa kila mara tunakutana, alafu hii hadithi kama sikosei huwa ni ya mwisho. Hebu sikiliza vizuri.
Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema hivi, Abu Huraira anatusimulia, anasema siku moja Mtume alisema, man ya'khudhu minni haula'i alkalimat, nani atachukua kutoka kwangu maneno haya? Abu Huraira kwa kupenda mambo mazuri aliitikia. Mtume aliendelea kusema, akasema, man ya'khudhu minni haula'i alkalimat fayamalu bihinna au yuallimuhunna man ya'malu bihinna, nani atakuja kuchukua maneno haya kutoka kwangu ili ayafanyie kazi au amfundishe mwingine wa kuyafanyia kazi? Umeelewa? Maneno muhimu wewe uyachukue uyafanyie kazi, au wewe na wewe umfundishe mwingine afanyie kazi. Abu Huraira akasema, ana ya Rasulullah, mimi, nipe mimi hayo. Akamshika mkono, akahesabu 5. Si ana vidole vitano? Anamuhesabia cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4, cha 5. La kwanza akamwambia hivi, ittaqil maharim, jikinge na yale ambayo Allah ameyakataza. Kinga sana hii, angalia sana mambo yaliyokatazwa, ujizuie. Takun a'bada nas, utakuwa wewe unafanya ibada sana kuwashinda watu wengine. Yani hakumwambia fanya sana ulioamrishwa, alimwambia jizuie sana uliokatazwa. Umeelewa? Unajua kuna wakati mtu anaweza kuwa anafanya vitu alivyoamrishwa, lakini hawezi kujizuia alichokatazwa, nacho anakifanya hivyo. Na hapa ndio penye mtihani mkubwa kweli. Kanuni tuliopewa na Allah kupitia kwa mafundisho ya Mtume na kwenye aya, jema moja linalipwa mara ngapi? 10 ndio kiwango cha kwanza, lakini linaendelea mpaka mara 700, si ndio? Mpaka zaidi ya 700. Jema hili moja, baya moja linalipwa mara hii moja. Na mtu akinuia baya halafu hakufanya, pia analipwa jema. Sasa iweje ufike akhera mabaya yawe yamezidi kuliko mema? Sinaonekana ulikuwa huna mpango wa kwenda kule peponi, huna mpango nako. Yaani wewe hujajiandaa kabisa kwenda huko, huna mpango kabisa. Ndio maana Mtume alisema hivi, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, ummati wangu wote utaingia peponi ila yule atakayekataa peke yake. Maswahaba wakasema, waman ya aba ya Rasulullah, hivi nani atakataa? Mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitia ataingia peponi. Manake fursa iko wazi, kila unachokifanya kinalipwa mara 10 na kuendelea. Wa man aswani, mwenye kuniasi huyo amekataa pepo. Baya linalipwa mara 1, halafu yamezidi mema, yamewazidi. Maonekano ulikuwa mtundu sana, basi hutaki kuelewa hata kidogo. Mungu atulinde na shari hiyo. Kwa hiyo Mtume akasema, jikinge na yaliyokatazwa, jizuie. Utakuwa wewe unafanya ibada kumshinda mtu mwingine yoyote. Na ukisikia istiqama inapoonekana vizuri, inaonekana kwenye kujizuia haramu. Istiqama, simamo wa dini, unaonekana kwenye kujizuia haramu, sio kwenye kufanya sana yaliyoamrishwa. Ibada kuswali sana, baada ya kuswali wewe unajikataza haramu, ndiyo istiqama inaonekana hapo. Jingine la pili, warda bima qasama Allahu lak, bima qasamahu Allahu lak, na uridhike kwa kile ambacho Allah amekigawa kwako, manake amekugawia. Ridhika kwa kile ambacho Allah amekugawia. Kwa kuridhika kwako, takun aghna nasi, utakuwa tajiri kuwashinda watu wengi kwa kuridhika. Kwa sababu ukisharidhika, ni nani anayejua shida zako? Watu wanaweza wakakusifia tajiri, kumbe sivyo, amejikinga tu. Sawa sawa, ridhika kwa alichokupa Allah.
Usiporidhika hata kama umepewa vingi, mtu anaweza akaua kwa kutokuridhika tu. Kwa kama anaweza kuua, tajiri gani anaua? Anamuua mtu anayemuua yeye amempita kwa kiwango cha kumiliki. Kwa kuridhika, kukinai ni jambo kubwa sana. Mtume akafundisha hilo. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina, kuwa mwema kwa jirani yako utakuwa muumini. Sifa ya imani itaonekana huko, kwa sababu imani si ndani ya moyo, nani anayejua? Lakini kwenye matendo fulani imani imetoka, si ndio? Kama ambavyo husda si ndani ya moyo, iko kwa mtu imejificha, si ndio? Lakini anapokufanyia kitu, huyu hasidi. Sawa sawa? Sasa imani imo ndani ya moyo, lakini unaonekana unavyofanya kwa jirani, huyu muumini. Hakueleza imani kwenye vitu vingine, wakaina ahsini la jarik. Subhanallah. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Wapende watu, wapendelee watu kupata yale ambayo wewe unapenda kupata. Manake mazuri unaopenda kupata, wapendelee watu kupata. Nakumbuka siku moja nasoma hadithi hii, kijana akauliza kiujana. Hadithi inasema uwapendelee watu yale unaopenda kupata wewe. Kama mtu anapenda kuvuta bangi, bwana, vipi bwana? Hivi maisha yako kweli unapenda kuvuta bangi tu? Kuvuta bangi sikuchanganyikiwa tu, umevuta bangi kwa kuchanganyikiwa, halafu utakaa sawa, pengine utaacha, utatafuta mambo mazuri. Sasa uwapendelee na wenzio wavute bangi? Mambo gani ya? Mazuri unayopenda kupata, wapendelee na wenzio wapate. Sawa sawa? La mwisho, wala tukthiri dhahik. Usipende kucheka sana. Fa inna kathrata dhahiki tumitu alqalba. Kupenda kucheka sana kunaua moyo, usifanye kheri na usikumbuke kheri. Kwa hiyo usipende kucheka sana, yarhamukallah. Usipende kucheka sana mpaka kichekesho unakitafuta, vichekesho unavitafuta. Usipende hilo. Kucheka kunaruhusiwa, kufurahi kunaruhusiwa, na kuna mambo mazuri sana kwenye kufurahi. Mtu akacheka, ana relax, anaondoa vitu vingi vinavyokera kichwani. Lakini isiwe akili yako iko kwenye kucheka tu mpaka unalipia pesa ukacheke. Ukiwa hivyo umekwisha. Moyo haukumbuki kheri tena, utakumbuka kucheka tu. Bwana tuenzetu tukacheke bwana. Jamaa usimuone vile anachekesha yule, twende pale bwana. Basi mnakwenda mkae mcheke. Mtume amekemea hilo, usipende, usizidishe kucheka sana. Fa inna kathrata dhahiki tumitu alqalba. Kucheka sana, kupenda kucheka sana kunaua moyo, usielekee kwenye kheri. Leo hii hili ni janga la nchi yetu, limeanza watu kuwa ni wachekeshaji wengi na watu kupenda kucheka. Manake wasingekuwa wengi kama wakwenda kuingia kucheka hakuna. Pengine si ajabu tukitoa ofa, jamani natafuta wachekeshaji 100, Morogoro wanaweza wakapatikana mara moja. 100 kidogo, 1000 pengine itajaza karatasi mara moja. Nini? Kwa nini sasa 1000 nzima? Yaani 1000 nzima nyinyi kazi yenu kuchekesha watu tu. Zamani Tanzania nzima ilikuwa watu wanachekeshwa na watu wawili tu, pwagu na pwaguzi. Nchi nzima wanaweka kitu, watu wanasikiliza, wana relax kidogo, kesi imekwisha. Na sio kwamba wanaingia kwenye ukumbi, maneno machache hivi wanachekesha, wanasikiliza kwenye redio, wamewafurahisha watu, basi kesi imekwisha. Wawili tu nchi nzima. Leo imekuwaje nchi nzima kila pahali pana wachekeshaji 10,000, 10,000? Kuna nini? Janga hili. Watu aina gani hawa?
Watu ambao wanaponda usomi, wanasema usomi hauna maana yote. Wewe chekesha uone. Wana majumba makubwa kwa sababu ya kuchekesha. Tumechanganyikiwa watu. Kuna nini? Hili janga. Tuwe makini. Kuna majanga mengi yamejitokeza sasa hivi. Ya ajabu sana. Iko haja ya watu kuangalia kwa kina. Kila mtu aliyepewa nafasi ya kusimamia mambo aangalie kwa kina. Alhamdulillah, kwenye nchi yetu baadhi ya mambo huwa yakitaka kufanywa yanaanzia ngazi za chini kwa mwenyekiti, alafu inakwenda mbele. Sasa waangalie baadhi ya vitu. Miongoni mwa vitu ambavyo navyo ni janga ni vijipombe vinauzwa kila pahali pana kijipombe kinauzwa vingi ambavyo ni vya kuwafanya vijana akigusa kichupa tu tayari ameshalewa. Nini? Ili iweje baadaye? Iweje? Energy zimejaa nyingi, watoto vijana wanaumia tu. Sio energy tu, sasa ulevi. Vijana wanaumia. Kwenye miaka 2-3 inaokuja huko, mafigo yatakuwa yameharibika mahospitali huko. Nguvu kazi inakwenda hii. Na wakishapiga hivyo yuko juu ya bodaboda. Amebeba watu. Vizuia njia. Magari hayatembei. Aliyembeba kamtupa huko. Jamani, tuwe makini jamani. Tuwe makini. Kunakoelekea sio kuzuri. Waliopewa mamlaka watuangalie vizuri kizazi hiki, tukikague kiende vizuri. Tusikiumize, kinahitajika uko mbele. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.